ukaye ukifahamu. Tambua popote ulipo, Muislamu mwenzako anakudai haki sita mbele ya Allah jalla fi'ala. Bwana Mtume aliposema haki ya Muislamu juu ya Muislamu ni sita, masahaba wakataka kuzijua haki hizi sita. Qila ma hunna ya Rasul Allah, masahaba wakasema ni zipi hizi haki sita za Muislamu juu ya Muislamu mwenzake, ewe Mtume wa Allah? Ndipo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipoanza kutiririka, alipoanza kuzitaja, alipoanza kuzipangilia haki sita za Muislamu juu ya Muislamu mwenzake, akasema haki ya kwanza, idha laqitahu fasallim alayhi, utakapokutana naye popote pale mtolee salam. Haki ya pili, wa idha da'aka faajibhu, na pindi atakapokuita muitikie, pindi atakapokualika itikia mwaliko wake. Haki ya tatu, wa idha stansahaka fansah lahu, na pindi atakapokufuata akataka umpe nasaha, akataka umpe nasiha, usimfanyie khiana, mpe nasaha bila ya khiana wala upendeleo. Haki ya nne, wa idha atasa fahamida Allaha fashammithu, na pindi atakapopiga chafya akasema alhamdulillah, basi nawe mwambie yarhamuka Allah, Allah akurahamu. Haki ya tano, wa idha marida fa'udhu, na pindi atakapougua, atakapoumwa, basi nenda kamzuru, kamjulie hali. Na haki ya sita, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameikhitimisha kama ifuatavyo, akasema wa idha mata fattabi'uhu, na pindi atakapofariki akaenda mbele ya haki, lisindikize jeneza lake. Hizi ndizo haki sita za Muislamu juu ya Muislamu mwenzake. Jiulize Muislamu, nami pia nijiulize, mara ngapi mimi na wewe tunatekeleza haki hizi sita za Muislamu? Mara ngapi tunazitekeleza? Mara ngapi tunazitimiza? Mara ngapi tunamtendea haki zake Muislamu mwenzako? Sikiliza Bwana Mtume alivyokuwa ni mwalimu wa walimu, daktari wa madaktari, profesa wa maprofesa, msomi wa wasomi, imamu wa maimamu, sayyidu sadat wa qaidul qadat, الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير سيدنا محمد. Angalia namna anavyojua maisha mtume wetu Muhammad. Tazama anavyojua mazingira mtume wetu Muhammad. Tazama anavyojua kuunga Waislamu mtume wetu Muhammad. Anatuambia haqqul muslimi ala
alipoulizwa ma hunna ya Rasulullah, ni zipi hizo ewe mtume wa Allah? Haki ya kwanza kabisa aliyoitaja akasema, idha laqitahu fasallim alayhi, pindi utakapokutana naye mtolee salamu. Leo Waislamu mara ngapi tunapitana bila ya salamu? Mara ngapi Waislamu tunafungiana vioo kisa na mkasa mambo ya kidunia? Mara ngapi leo Muislamu anapishana na Muislamu mwenzake, huyu kauchubua na huyu kauchubua, kisa na mkasa simjui hatujuani. Salamu tunatoleana kimchongo mchongo, salamu tunatoleana kwa kujuana. Waislamu wa zama hizi tunakwenda kabisa kinyume na mafundisho ya mtume wetu, mwalimu wetu, kiongozi wetu na kipenzi chetu Mtume Muhammad. Angalia katika hadith ya Abdullah ibn Amr ibn al-As, alimuuliza bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akamwambia, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, ayul islami khairun, uislamu gani wenye kheri zaidi? Jambo gani katika Uislamu ni jambo la kheri zaidi nambari 1? Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, tut'imu at-ta'am, jambo bora nambari 1 katika Uislamu, ulishe chakula wale wenye kustahiki kulishwa. Hata mialiko yetu imekuwa ni mialiko ya kimchongo mchongo. Hata mtu leo akiwa ana sherehe, ana ndoa, ana nikah, ana aqid, tunaalikana kinyemela kwa kadi, tena namna tulivyoendelea. Na holini tunaweka mabounsa, zuieni maskini wote na fukara wote wasiingie. Subhanallah. Bwana Mtume anasema jambo bora katika Uislamu ni kulisha chakula. Sikiliza hilo la kwanza. La pili, watuqri'u salama, na umtolee salam ala man arafta wa man lam ta'rif, na umtolee salam yeyote unayemjua na usiyemjua. Umemtazama Muislamu mwenzako, physical appearance yake ni Muislamu, alama za Uislamu zinaonyesha, unampita shekhe, simjui. Nani aliyekwambia msalimie unayemjua tu peke yake? Na hilo ukiliacha leo, Waislamu hasa wanaume siku hizi bana, tumeendelea, tunajua kununiana. Zamani tulikuwa tunasema wanawake ndio wenye kununa. Leo wanaume tumewapiga bao wanawake. Wanaume wa zama hizi ni mabingwa wa kununa, tena mabingwa wa kuzira, tena mabingwa wa kususa. Kapishana naye Kiswahili tu, salamu hakuna, la salamu wala kalam, na wanaswali msikiti mmoja, wanapishana. yaltaqiyani fayaridu hadha wa yaridu hadha. Bwana Mtume anasema wanakutana Waislamu wawili, huyu kampuuza mwenzake na huyu kampuuza mwenzake, huyu kamnunia mwenzake na huyu kamnunia mwenzake. Kisha Bwana Mtume anasema nani mbora katika hawa? Akasema wa khairuhuma, na mbora wao hawa wawili walionuniana, hawa wawili waliogombana, hawa wawili waliopishana, mbora wao mbele ya Allah ni nani? Wa khairuhuma
man badaa bisalam, mbora wao ni yule ambaye anaanza kutoa salamu. Hutaki kuwa mbora mbele ya Allah, pamoja na magomvi yenu, uhasama wenu, uadui wenu, hutaki credit mbele ya Allah, hutaki thawabu mbele ya Allah, ukimkuta ukamwambia assalamu alaikum, na ukaya ukifahamu kutoa salamu, kutoleana salamu ni sunna iliyosisitizwa, na kurejesha salamu ni wajib. Ukipewa salamu kuitikia, unachuma madhambi mbele ya Allah jalla fi'ala. Lakini huyu kapita zake anasema, kama umeamua kupandisha viona, mimi natia tinted. Wanaume wazima shekhe, wanaume wazima shekhe, na ndevu zao wananuniana bwana. Mwanaume hanunagi babu, mwanaume anakasirika lakini hanuni. Kununa ni kazi ya kina mama babu. Alafu na wewe hutaki uwe mbora, mpe salamu. Shaitani anakuchezea na kwambia utaonekana wewe una shobo, unajipendekeza, unajikomba komba, unaomba po, usitoe salamu. Mwisho wa siku shetani anatuchezea waislamu wa zama hizi. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Ndugu zangu, haki ya kwanza ya muislamu juu ya muislamu wenzake, utakapokutana naye mpe salamu. Angalia mafundisho yaliyokwenda zaidi ya university, mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anatufundisha adabu za salam, namna ya kutoleana salam. Akasema yusallimu saghiru ala alkabir, mdogo amsalimie mkubwa. Leo wadogo wengi hatuna adabu mbele ya wakubwa zetu. Jambo la pili, bwana Mtume anasema walmaru ala alqa'id, mpita njia asalimie waliokaa pale. Warakib, na yule mwenye kwenye kipando ndo asalimie wenzake ambao wako chini hawana kipando, na wachache wasalimie wengi. Salamu ya Kiislamu ni baraka, salamu ya Kiislamu ni kheri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, amani na rahma za Mola na baraka zake ziwe juu yako. Hauoni kwamba hii ni dua kubwa sana? Walidhalika Qur'ani imesema wa idha huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha au rudduha, pindi mtakaposalimiwa, mtakapoamkiwa kwa maamkizi yoyote, basi nanyi amkieni kwa maamkizi yaliyo bora zaidi kuliko hayo. Basi nanyi muamkie kwa maamkizi yaliyo bora zaidi kuliko hayo, au rejesheni hayo hayo. Nini maana yake? Kakwambia assalamu alaikum, nawe sema wa alaikumus salam, au wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hili la kwanza muislam, haki ya muislam juu ya muislam wenzako. Katika sahihu al-Bukhari bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema haki ya muislam juu ya muislam wenzake ni 5. Akaanza na haki ya kwanza akasema raddu salam, atakapokutolea salam mjibu, mrejeshe salamu yake. Usilete ujanja wa mjini, nimemrejeshea kimoyo moyo, kwani yeye kakusalimia kimoyo moyo. Itikia salam hata kama humpendi. Ameshakufunga kamba huyo, ameshakuingiza katika dhimma ya Rahman alladhi allama alquran. Usipoitikia umechuma madhambi na umekosa kujibu fardhi na wajibu Allah jalla fi'ala. Twende haraka haraka muislamu. Haki ya pili bwana Mtume anasema wa idha da'aka faajibhu, haki ya pili ya muislamu
Muislamu wenzio akikualika, akikuita, muitikie. Sisi kama nilivyosema tunaalikana kinyemela, na hata pia tukialikwa tunatazama sura za watu. Tazameni harusi za matajiri, bismillah, masha Allah. Wamo walioalikwa na wasioalikwa. Kwa nini harusi za matajiri holi zote zinajaa mpaka zinafurika? Sijasema usimuitikie, ni Muislamu wenzio kakualika, itikia wito, labda uwe na udhuru wa kisheria. Na maulama wamesema ukialikwa na mtu kisha kuna munkar, kuna ovu kule, panapigwa mziki, pana jambo la haram, usiitikie. Kuna kizuizi kimekuzuia kwenda. Natamani kwenda, lakini ndugu yangu anafanya mambo yasiyostahili. Lakini hakuna munkar, hakuna maovu, itikia. Sisi pia tukialikwa tunadharau kwenda, tunaangalia sura za watu na majina ya watu. Hakuwa hivyo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Muislamu wenzio akikualika, akikuita, akikuomba katika jambo lake, muitikie. Kama una udhuru, mpe majibu yaliyo mazuri na umbaradhi, siku hiyo nitakuwa pahala fulani au nitakuwa nimesafiri. Haki ya tatu, wa idha stansahaka fansah lahu. Atakapokuomba nasaha, kakufata, ndugu yangu nimekufata na tatizo, nipe nasaha, nipe ushauri. Usimuingize mkenge, mnasihi vizuri. Maulama wanasema mpe nasaha bila ya khiana wala upendeleo. Ndugu yangu nimekuja kwako na tatizo moja mbili, nipe nasaha. Mke wangu ananisumbua moja mbili tatu. Usitumie opportunity ile ukasema bana kufai, mwache huyu kwa khiana zako. Mtulize, mpe maneno mazuri. Mwambie Bwana Mtume hawa kawaita ni ubavu uliopinda, akasema hamwezi kulinyoosha. Mkisema mulinyooshe ubavu uliopinda mtauvunja. Ishini nao kwa kheri hawa. Atakapo kuomba nasaha usimwambie bana mimi sina nasaha, utakuwa hujatekeleza haki yake. Na nasaha, ndugu Waislamu, ni sheria na hakuna aliyekuwa juu ya nasaha. Sote tuko chini ya nasaha, sote tunahitaji nasaha. Uwe imam, uwe maamuma, uwe shekhe, uwe mtu wa kawaida, sote tunastahili kupewa nasaha. Nabii Saleh alayhi salam aliwaambia nini watu wake? uballighukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Nabii Saleh alayhi salam anawaambia watu wake, nakupeni, nimekufikishieni message za Allah, ujumbe wa Allah, na nimekupeni nasaha, walakin la tuhibbuna an-nasihin, lakini nyinyi hampendi watoa nasaha. Hata sisi mashekh kuna watu hawatupendi automatically tu. Mtu hujawahi kukutana naye live, hajawahi kuketi na wewe, hakujui, anakuona kwenye YouTube, anakwambia mimi simkubali, usimpendi huyu. Kakukosea nini Muislamu wenzio wewe? Tatizo nini? Kumbe da'wa unazotoa zinamgonga automatically, anachukia. Ukichukia mawaidha unapoteza sifa zako za kiimani. Wenye kuchukia mawaidha ni wale makafiri waliotajwa ndani ya suratul Hajj. Wa idha tutla alayhim ayatuna bayyinat ta'rifu fi wujuhi alladhina kafaru almunkar. Na watakaposomewa aya zetu wazi wazi, utaona katika nyuso za wale waliokufuru chuki, hawataki kuambiwa ukweli.
Na kwa taarifa yenu, khutba na nasaha mbalimbali tunazotoa haziwagusi nyinyi, hata sisi zinatugusa. Ni siri zetu sisi na Mola wetu, na hakuna aliyekamilika. Usione mtu kapanda mimbarini anakupa da'wa ukadhani na yeye yuko perfect 100%. La wallah, sote tuna mapungufu na tuna kasoro. Aliyekamilika ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam peke yake. Bwana Mtume anasema dinu nasiha, dini kupeana nasaha. Ukimwona muislamu wenzako kafanya ndivyo sivyo, kenda kombo, kenda wrong, kafanya makosa, kafanya jambo ambalo si sahihi, usimfedheheshe, usimsengenye, usimsemange, usimseme kwa watu, mfuate, mpe nasaha. Na nasaha zinatolewa kwa mtindo gani? Al-Imam Shafi'i katuelekeza njia nzuri sana za kupeana nasaha. Kipi alichokisema na ni yapi aliyoyasema, na njia gani zilizo nzuri katika kumnasihi mtu na kumpa nasaha. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. رب العالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Kwa mara ya pili tena ninakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu yenye mapungufu chungu nzima katika kutekeleza haki za Mola wangu. Namwomba Allah sote atupambe kwa ikhlas za hali ya juu, sote atupambe kwa uchamungu wa hali ya juu, sote atuvishe vazi la siha na afya iliyokamilika, atuepushe na maradhi yote madogo kwa makubwa, kwani yeye Allah ni muweza juu ya kila kitu. Ndugu zangu, naenda haraka. Ingelikuwa katika mimbari yangu ya veterinary ningesema zaidi na pengine ningefanya khutba hii kwa part 1 na part 2, lakini nikupeni kwa haraka na nivumilieni kidogo ikiwa nitamega muda wenu, na Allah atakulipeni kila la kheri. Al-Imam Shafi'i anasema ta'ammadni binushika fi infiradi وجنبني النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى له استماعه. Ukitaka kunipa nasaha nivute pembeni, niite kando, epuka kunipa nasaha mbele ya watu, kwani nasaha mbele ya watu si nasaha bali ni fadhiha, ni fedheha. Leo mara ngapi mashekhe tunadhalilishana kwenye mamimbar? Ingine YouTube, kuna mashekhe wamekosa kazi, kila siku makosa ya fulani. Nani aliyekupa ohedi master wa kukosoa wenzako kana kwamba uko perfect, ukosei kabisa? Elimisheni umma. Waislamu wanataka kujua mengi. Kuna wengine wanaswali sala 5 hata udhu vizuri hawajui. Wengine hawajui na waqidul wudu, vinavyotengua udhu. Nyinyi kila siku namrekebisha fulani. Umekuwa nani wewe mpaka kazi yako kurekebisha watu? Ukimwona shekhe anakwambia kajitokeza na koti lake na remba lake kama la kwangu, akasema leo nimejitokeza wa hadharani natoa nasaha kwa fulani, ujue hakusudii dini, anakusudia dunia na kutaka kiki. Kwa nini? As-salaf as-salih, wema waliopita, wanasema mwite mtu pembeni umpe nasaha. Kumpa nasaha mtu mbele ya watu si nasaha bali ni fedheha. Tena Imam Shafi'i anasema siko tayari kusikiliza nasaha mbele za watu, kwa sababu hukusudii nasaha, unakusudia kunifedhehesha. Mwite pembeni.
Anza na maneno mazuri, jazakallah khair, mashallah alayk, unaswali sala 5 ya Allah kubarik sana. Unamteka mtu kwanza mpaka afurahi. Unamuta pembeni, bana vipi kiduku hichi bana, weka kama ibilisi bana, kama boti la Baresa linaelekea Zanzibar na kiduku kama hichi bana, hawezi kukubali. Mimi kuna vijana nikukutana nao wamenyoa mapanki na mavichwa mpaka nikiona nashtuka, anaomba kupiga selfie na mimi, si wakatalii, kwa sababu huenda akawa bora mbele ya Allah kuliko mimi. Hujui kila mtu ana siri zake, na hupaswi kumdharau Muislamu mwenzako. Na lengo watu waongoke. Ikiwa unawatukana watu, lini watasogea kwako? Lini utawavuta ili wape da'wa? Na kwa kukimbia ushawakimbiza. Na wengine wakiona, bwana angalieni shekhi wenu kuna picha kwenye Facebook, ingia bwana, kapiga picha na mtu kavaa cheni. Nimevaa mimi? Sikavaa yeye. Sikaniomba kupiga picha. Na Muislamu, bwana Mtume anasema katika ibada kubwa kubwa kuingiza furaha katika moyo wa Muislamu mwenzako. Kwa hiyo tupeane nasaha Waislamu, na Muislamu akikuomba nasaha ni wajibu kwako umpe nasaha. Kwa kwenda mbio, jambo la 4, wa idha atasa, akipiga chafya usimwambie afya, usimwambie kuwa babu, umekuwa babu, usimwambie. Unamwambia nini? Akisema alhamdulillah. Ukipiga chafya ni sunna useme alhamdulillah, kwa sababu Allah akakutolea bakteria na uchafu ambao ulikuwepo katika ubongo wako na kichwa chako. Shukuru Allah kwa hilo. Kisha jambo la bwana Mtume akasema akipiga chafya akamshukuru Allah akasema alhamdulillah, tayari ishakuwa wajibu kwako umwambie yarhamukallah, Allah akurahamu. Sio mtu anapiga chafya alhamdulillah humjibu, na ukimjibu akarudia tena akapiga chafya alhamdulillah una kero, kazidi bwana ubal, alhamdulillah ananipa kibarua cha kumwambia kila wakati yarhamukallah. Haiko hivyo. Jambo la 5, wa idha marida fa'udhu, akiugua nenda kamzuru. Waislamu, kuna hadithi hii naomba nikupeni baada ya khutba kama imama ataniruhusu. Mtu akiumwa siku ya kiyama Allah atakusimamisha, atakwambia mimi niliumwa. Allah kaumwa yeye, anasema ukunizuru duniani. Ni debate fupi baina ya Allah na mja wake, nitakupeni baada ya swala kwa ajili ya kuokoa muda. Aidul maridi fi kharfatil janna au fi kharafatil janna. Ukitoka nyumbani kwako unaenda Amana Hospital kwenda kumzuru mgonjwa, Mtume anasema hautembei katika barabara za Sharif Shamba, bali uko katika bustani za peponi. Mwenyewe hujijui, maskini wa Mungu. Anayemzuru mgonjwa akitoa mguu wake, mguu mosi, mguu pili, yuko katika bustani za janna, bustani za peponi, mwenyewe hajui. Jambo la mwisho, bwana Mtume anasema akiumwa, akifariki, basi usindikize jeneza lake. Na hitimisha khutba yangu, bwana Mtume anasema man salla ala janaza falahu qiratun min al-ajri. Ukiswalia jeneza la muislamu mwenzako utapewa thawabu ya qirati moja. Wa man tabi'ahu, na atakayemfuata kamsindikiza mpaka makaburini, falahu qiratani, ana qirati 2 za thawabu na za ajri za malipo. Masahaba wakasema wa mal qirat ya Rasulullah, qirat ni nini? Akasema qirat maana yake ni sawa na milima 2 ya Uhud. Ukimswalia muislamu nzio jeneza lake unapewa thawabu rundo nzima sawa na mlima wa Uhud. Ukisindikiza jeneza lake unalipwa sawa na milima 2 ya Uhud ya thawabu. Hizi ni haki 6 za muislamu juu ya muislamu mwenzako. Ukikutana naye mpe salamu, akikualika muitikie, akikuomba nasaha mpe nasaha kwa dhati bila kumpotosha wala kutaka kumharibia. Akipiga chafya akasema alhamdulillah, mwambie yarhamukallah. Akiugua nenda kamzuru. Akifariki swalia jeneza lake na msindikize mpaka katika nyumba yake. Allah atujalie Waislamu tuwe wenye kutekeleza haki hizi 6. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma واجعل تفرقه من بعده تفرقا معصوما. أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا.
اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم يسر لنا كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة. اللهم إننا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وآخرتنا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا جميعا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.